Kesho mbuzi. Badala ya kumhoji niliyoshinda. Nahangaika na mtu aliyefunga. Nendeni huko. Mbuzi analiwa. Basi tupe ratiba ya mbuzi. Hamna mbuzi. Tumeirisha. Wamekuja na mbuzi na nasema nataka kujua ratiba semaje. Badala ya kumhoji niliyoshinda. Nimegoma. Moji nani yule wa nani? Mojini. Basi mzungumzie Selemani Mwalimu. Semaje? Goli 2 na mchezaji bora wa mchezo. Unazungumzaje goli? Leo sijui. Kwa nini uongee Semaji? Mmekuwa na hali mbaya wakati mnaongozwa Mungu. Sasa nyinyi mmeacha kunihoji mimi. Hata dakika 2. Semaji. Hata tukubaliane. Ngoja salimia watu afu tutakuja kuongea. Hapo sawa. Basi wewe. Hongereni kwa mchezo, mmefanikiwa kutinga hatua ya robo finali dhidi ya Dodoma. Furaha kiasi gani, lakini pia mchezo ulikuwa mgumu kwa namna gani? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo haya ambayo tumeyapata. Ni matokeo ambayo tuliyahitaji sana na hatujayapata kwa takriban mechi mbili mtawalia, mechi dhidi ya Azam na mechi dhidi ya TRA. Kwa hiyo mashabiki wetu wakawa wamemisi ushindi kweli kweli. Leo hii ilikuwa ni mechi muhimu kwetu. Kama ambavyo nilieleza jana, ni muhimu kushinda mchezo huu wa leo. Kwanza tunahitaji kufuzu kwenda hatua ya robo finali kwa sababu tunahitaji ubingwa wa kombe hili. Lakini vile kama haitoshi, tulihitaji kushinda mchezo huu ili kukomesha mazoea sisi na Dodoma Jiji. Dodoma Jiji tayari walikuwa wameshaanza kupata kiburi fulani hivi cha kujiamini ya kwamba wanatumudu na wanatuweza. Kwa hiyo mechi leo ilikuwa ni mechi mahususi ya kuwakomesha Dodoma Jiji na kuwakumbusha ya kwamba nyinyi mtabaki kuwa ni Dodoma Jiji na sisi tabaki tukuwa ni Simba Sports Club. Walitaka kuanza kutuzoea, na laiti kama tungeruhusu mechi leo iishe kwa matokeo ya kuwapendeza wao, maana yake wangezidi kutuzoea zaidi. Kwa hiyo ilikuwa ni purposely kwa ajili ya kukomesha mazoea, lakini kuwakumbusha Dodoma Jiji hata kama utapata sare kwetu inakuwa ni matokeo ya kubahatisha tu, lakini hatulingani ubora. Kwa hiyo mechi leo ilikuwa ni mechi ya kuwafunga, mechi ya kuwapigia mpira mkubwa na mechi ya kuwadhalilisha, na yote yamekwenda vizuri. Walipopata goli la kwanza nikajua shughuli yao imeisha hapa, kwa sababu psychological timu ndogo haiko kwa ajili ya kuifunga timu kubwa, ipo kwa ajili ya kuizuia timu kubwa. Sasa kama umetufunga, maana yake ni kwamba mpango wako wewe umeshaharibika wa kutuzuia, utabaki unacheza hovyo hovyo, kwa sababu huwa haukuwa mpango wako wewe wa mwanzo wa kutufunga. Mpango wako wa mwanzo ulikuwa ni kuzuia. Sasa pale baada ya kutufunga goli moja, nikapiga makofi nikasema sasa wataondoka kwenye mpango wao na watacheza kwa pressure kubwa. Tukaenda half time wakiongoza goli moja bila. Kipindi cha pili ikawa ni kipindi cha mauaji ya kikatili, tukawapelekea moto mzito, tukawapelekea nyuklia ya kutosha, tukawafanya vibaya, tukamgonga bao 3, lakini tukawapigia mpira mkubwa. Kuna wakati tukawa tunajirelax, kama tuende vile, kama tutaki vile, kama waondoki vile, ili mradi kumtesa tu na kumuonesha kwamba yeye bado ni timu ndogo. Unaweza ukapata sare na Simba, lakini haimaanishi kwamba unatumudu, unatuweza ama nini. Ukipata sare na Simba unashukuru umepata sare, unaanza kujipanga na vitu vingine, lakini so Simba kubahatisha hakuji mara mbili, kubahatisha huwa ni mara moja. Semaji mzungumzie Selemani Mwalimu ambaye amekuwa sasa. Kuna tukio moja hapa
kuna tajiri moja anakabidhi kibunda pale kwa wachezaji wetu. Tulibutue lile afu tuendelee na interview yetu. Leo tutahojiana mpaka asubuhi hapa. Hey, let's go.